A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. Hatimaye Marekani imeingia rasmi katika mzozo wa Israel pamoja na Iran. Hii ni baada ya kushambulia kwa mabomu sehemu ya Fordo na maeneo mengine ya nyuklia nchini Iran. Mimi ni Frank Damas na hii ni Lushinga 72 Digital. And the bully of the Middle East must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Kitendo cha Marekani kuingilia vita vinavyoendelea baina ya Israel pamoja na Iran kimefanya mtangazaji wa televisheni ya taifa ya Iran kutoa kitisho kwenye runinga moja kwa moja kwa rais wa Marekani Donald Trump baada ya jeshi la Marekani kufanya mashambulizi ya anga kwenye vituo vitatu vya nyuklia vya nchi ya Iran. Akionyesha ramani ya vituo vya Marekani katika Mashariki ya Kati, mtangazaji huyo wa televisheni ya Iran amenukuliwa akisema, wanajeshi 50,000 wa Marekani katika eneo hili wako ndani ya mipaka ya Iran na kiongozi mkuu ameahidi tutashinda vita hivi. Mwisho wa kunukuu. آقای رئیس جمهور آمریکا شما شروع کردید و ما تمومش خواهیم کرد. Aliyemshawishi Marekani ni nani? Today it's Tel Aviv, tomorrow it's New York. I understand America first. I don't understand America dead. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. Ni mtu ambaye alikuwa anatuhumiwa kwa rushwa na kukosa uungwaji mkono wa wananchi tangu mwaka 2019 kabla ya kupata upenyo ambao umemfanya endelee kubaki madarakani. Alianza kwa kuipiga Palestine baada ya shambulio la Oktoba 7 ambalo lilifanywa na Hamas, shambulio lililoua Waisrael zaidi ya 1300. Kutoka Oktoba 7, 2023 hadi Juni 2025, eneo la ukanda wa Gaza limetoka kuwa sehemu ya kuvutia ya Wapalestina kuishi hadi kwa magofya yanayotisha. Japo mwezi Januari mwaka 2025, Marekani, Misri pamoja na Qatar zilifanikiwa kuishawishi Israeli isitishe mashambulizi zaidi kwenda Gaza. Agizo hilo liliota mbawa mnamo mwezi Machi baada ya Israel kuanza kuishambulia Gaza upya. Wakazi wa mji wa Gaza, Rafah na Khan Yunis wakawa ni wahanga tena wa mashambulizi mapya ya Israel. Hapa mastermind wa mambo yote ni mmoja tu, Benjamin Netanyahu. Kwa muda wa miezi miwili alizuia misaada ya kibinadamu kufika Palestine, na hapo msimamo wake ukawa ni ule ule, Hamas waondolewe. Waasi wa Houthi wa Yemen wakaamua kuiunga mkono Palestina kwa kurusha makombora kwa Israel na meli za kibiashara katika Bahari Nyekundu, na makundi mengine yanayoungwa mkono na Iran yakaanzisha mashambulizi kadhaa dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Marekani nchini Iraq na Syria. Hata hivyo, Netanyahu alikuwa amesuka vizuri mpango wake. Alipotoka Palestine akaingia Lebanon, na huko aliipiga miji yote ya kusini akidai kuwa alikuwa akiondoa hatari ya kundi la Hezbollah kwa kuteketeza silaha zake. Baada ya kuanguka kwa utawala wa Asadi mwezi Disemba mwaka 2024, Netanyahu akaelekeza uvamizi wake dhidi ya Syria akikabiliana na serikali ya sasa iliyopo nchini humo. Mwezi April na Oktoba, Iran ikaamua kuchukua hatua ambayo haikuwahi kushuhudiwa ya kushambulia Israel moja kwa moja, jambo ambalo lilisababisha mashambulizi ya Israel yaliyolenga ulinzi wa anga wa Iran na vifaa vya kutengenezea makombora. Unaweza kusema haijatosha, kwani siku chache kabla ya mazungumzo ya 6 ya nyuklia kati ya Iran na Marekani, Netanyahu alifanya shambulizi la kushitukiza akidai kuondoa hatari iliyopo Mashariki ya Kati kutokana na mpango wa nyuklia wa nchi ya Iran. Amekuwa akimwomba rais wa Marekani Donald Trump kumwondoa Ayatollah Khamenei, kiongozi wa sasa wa Iran, na hapa ombi lake limeweza kujibiwa. Congratulations, President Trump. Huyu si mwingine mtazamaji, ni Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi toka kuanzishwa kwa taifa hilo, akihudumu kwa miaka 17. Anatajwa na ulimwengu wa Kiarabu kuwa ni mchochezi wa kivita, akiingia madarakani katika nyakati tofauti
ndani ya miongo mitatu mfululizo. You take away the Soviet Union and its chief proxy, the PLO, international terrorism would collapse. If you take out Saddam, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. Obviously, we like to see a regime change, at least I would, in Iran, just as I would like to see in Iraq. The question now is a practical question. What is the best place to proceed? It's not a question of whether Iraq's regime should be taken out, but when should it be taken out? Chapisho la shirika la habari la Uturuki TRT la tarehe 19 Juni katika mtandao wa Instagram linanukuu kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Sa'ar akituhumu Irani kwa kulenga hospitali, kuwalenga raia na kufanya uhalifu wa kivita, chapisho ambalo alilichapisha katika mtandao wake wa X, zamani ukijulikana kama Twitter. Lawama hizi za waziri wa mambo ya nje wa Israel Bwana Gideon Sa'ar ni uhalisia wa kile ambacho alikifanya na anaendelea kukifanya Netanyahu katika eneo la ukanda wa Gaza huko Palestina. It reflects the Iranian regime consistent strategy. They are deliberately targeting civilian population, civilian targets, civilians, children, elderly people. It is unacceptable. Juni 21, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Bwana Hakan Fidan na yeye akanukuliwa akisema kwamba tatizo sio Palestina, Syria, Lebanon au Yemen. Tatizo ni Israel wenyewe. Bu sorun ne Filistin, ne Lübnan, ne Suriye, ne Yemen, ne de İran sorunudur. Bu sorun apaçık İsrail sorunudur. Akiwa katika mkutano wa kilele wa OTC, aliyetaka mataifa ya Kiarabu kuungana kwa pamoja kukabiliana na mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati. İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin İsrail'in bu eylemlerine karşı birlik içinde hareket etmeleri ve İran'la gerçek bir dayanışma sergilemeleri gerektiğine inanıyoruz. Leo hii Wapalestina wanapata tabu katika ardhi yao walioirithi kutoka kwa mababu zao miaka 2000 iliyopita kabla ya kugawanywa rasmi kwa nchi mbili, Israel pamoja na Palestina mnamo mwaka 1947. Kufikia Januari mwaka huu 2025, Wapalestina milioni 1.9, karibu 90% ya wakazi wa Gaza wamehamishwa na wameainishwa kuwa wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula au majanga mbalimbali ya kibinadamu. Kwa sasa hakuna hospitali zinazofanya kazi huko Gaza. Vita vilivyoanza mwaka 2023 katika mwezi wa 10 vimesababisha zaidi ya vifo vya Wapalestina 54,000 huko Gaza, ambapo jeshi la Israeli linakadiria 17,000 kati yao walikuwa ni wanamgambo wa Hamas. Israeli imesema kuna visa vingi kwamba hatua zake zimekuwa ni muhimu kwa sababu ya mbinu za vita vya msituni vya Hamas ambavyo mara nyingi huhusisha wapiganaji kujipachika katika maeneo ya kiraia. Jeshi pia limetaja mafanikio ya kijeshi ikiwa ni pamoja na uokoaji wa Juni 2024 wa mateka 4 waliokuwa hai katikati mwa Gaza na kuondolewa kwa uongozi wa juu wa Hamas, akiwemo kiongozi wa kundi hilo Yahya Sinwar, mkuu wa kijeshi Mohamed Yusuf na naibu wake Marwan Issa. Huyu ndiye Benjamin Netanyahu, mzaliwa wa Oktoba 21 mwaka 1949 na mwanasiasa wa Israel ambaye amedumu kama waziri mkuu wa Israel tangu mwaka 2022, akiwa amewahi kushika wadhifa huo pia kuanzia mwaka 1996 hadi mwaka 1999 na kutoka mwaka 2009 hadi mwaka 2021. Mimi ni Frank Damas na hii ni Lushinga 72 Digital.